kumfuata mtume ndio ukweli wenyewe. Kuishi vizuri na familia yako, ukweli katika familia yako unaishi nao vizuri. Usikubali nje ukasifiwa, usikubali bahlul uko nje hodari fulani fulani, ukimwambia tu bana kati ya mfukoni kakupa fulani, yule bana mimi namkutaga kwa mangi yule, mimi akiniona tu katabasamu kakenua. Lakini kwa mkeo nyumbani, mkeo akikwambia jambo mpaka aingie kwenye kabati ya search sema unaweka, mpaka angalie kwenye password yako sijui, na kila siku unabadilisha password. Mara umeingia chooni mbadilisha, mara umekaa singurumu, ukisahau wewe simu, wallahi umekuwa kama mtu ambaye kama mwenye hawali ueleweki. ولا غنى لهم إلا في الافتقار إليه إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها يوم يقوم الناس لرب العالمين ونشهد أن عظيمنا وسندنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين المباركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia muda huu, wakati huu, saa hii, taimu hii, mwaka huu, ndani ya mwezi wetu huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukajumuika tena kama mwaka jana kwa ajili ya kumwelezea kama desturi yetu na kumtangaza kama kawaida yetu, kumsifia kama walivyotupangia ndugu zetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mungu awalipe kila la kheri ambao wanaosimamia hili jambo. Mwenyezi Mungu awafungulie zaidi mambo yao, na Mwenyezi Mungu ajalie vile vile wepesi katika mishughuliko yao, na Mwenyezi Mungu ajalie iwe sababu ya baraka kutengamaa katika mambo yao na familia zao na sisi sote kwa jumla insha Allahu Taala, amin. Amezungumza hapa ndugu yangu na amesema maneno yangekuwa yametosha, lakini kwa kuwa na mimi nimeombwa niseme, basi inabidi na mimi nitabaruk kwa baraka ya mashekhe waliohudhuria, kaka zangu kina Masudi Adam, mtoto wa shekhe wetu mzee Adam. Ni mada iliyowekwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sababu nini? Ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu an anfusihim dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an, mpaka mwisho wa aya. Hapo ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, Mwenyezi Mungu akaleta sababu mbele, imeungana hapo. Sababu ni nini? Muwe pamoja na wakweli. Dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala makhmasatun, na hakuna sadiki mkweli kama mtume Muhammad. Na ndio maana Mungu akawasisitiza na akawahimiza maswahaba wawe na wakweli. Mkweli wa kwanza ni mtume. Kwa nini? Kuweni pamoja na wakweli. Ukweli maana yake kwa fasiri zote zilizotanguliwa, zilizosemwa na mashekhe waliotangulia, lakini baadhi ya maulama wakasema nini maana ukweli? Asidqu hu ukweli fil aqwal wal af'al, ukweli katika vitendo na maneno. Ukweli katika vitendo na maneno. Uwe mkweli katika maneno yako, uwe mkweli katika vitendo vyako. Ukiwa mkweli katika maneno, ukiwa mkweli katika vitendo, wewe umepata nafasi ya kuwa mkweli kwa Mungu. Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina, ndo hao, wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa, dhalika al-fadlu min Allahi wa kafa billahi alima. Ndo ukweli. Ukiwa mkweli katika maneno na vitendo, wewe ndo mkweli. Na mimi nikiwa mkweli katika maneno na vitendo, mimi ndo mkweli, pamoja na nia zetu, lakini tuwe na maneno ya ukweli na vitendo vya ukweli. Ukiwa una nia
lakini maneno yako na vitendo vyako si vya ukweli, wewe sio mkweli. Nia unayo, lakini vitendo vyako haviambatani na nini? Haviambatani na maneno yako, na maneno yako hayaambatani na vitendo vyako, wewe sio mkweli. Na nasibu hii, sahamu hili, fungu, mgao huu aliyosema Mungu ndani ya Qur'ani, tuwe pamoja na wakweli, we haumo, na Mungu asitunyime. Sasa kama hatutaki tuwe na wakweli, tunataka tuwe na kina nani? Lazima tuwe na Mtume Muhammad, na ndio tutakuwa wakweli, na ndio tutapata hiyo daraja ambayo ya kuwa karibu na mtume ndani ya pepo. Hakuna asiyetaka kuwa karibu na mtume. Maana yake kama wewe unataka kuwa karibu na mtume, unataka kuwa karibu na Iblis, laanatullah alayhi. Wewe unataka kuwa karibu pamoja na wanamuziki, wewe unataka kuwa karibu na kina kinacheza shingeli, ndio manake zegere, ndio watu wako. Bongo Flava ndio watu wako. Na kama sio mkweli, hao ndio watu. Na kama ni mkweli, huwezi wewe ukatanguliza mahaba ya kupenda vitu kama hivi halafu ukamweka pembeni Muhammad bin Abdullah. Wala huwezi ukaogopa eti kwa nini mimi sijawa mtoto wa mjini. Mtoto wako wa mjini upi? Kwa nini sivai wigi? Tunazungumzia ukweli. Akina mama, akina dada, samanini, tupo katika kanuni Ustadh Umar ndio ameitoa, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Lazima tunyambue tuchambue huu kweli maana yake nini. Yani tusiufumbe fumbe, isiwe tumefumba watu halafu wakatoka hapa wajielewa. Lazima tuufahamishe. Ikiwa wewe utasema mimi ninaogopa sio wa mjini, nitaonekana mshamba, lofa, mjinga, wakuja wa kijijini huko, nimetokea huko Karumanzila, Njekelechi, Minyuli, Chikonji nini, na mimi nivae kama fulani na vaa wigi. Wewe sio mkweli. Wewe sio mkweli. Kwa nini? Kwa sababu mtume amekwambia wewe, laana Allahu alwasilata walmustawsilata, Mungu amemlani. Maneno yanatoka kwenye kinywa kitakatifu cha mtume. Sasa si ndio unampenda? Mungu amemlani anayeunga nywele na yule anayeunganisha watu nywele. Sasa wewe ukisema mimi nataka nionekane wa mjini, kuna mtu uliyemlenga wewe, uliyemkusudia. Huyu fulani. Nani huyu fulani? Huyu nani fulani? Huyu fulani nani? Ana hadhi gani kwenye Uislamu wako, kwenye dini yako? Ana nafasi gani? Atakupa nini? Atakufikisha wapi? Atakuweka nafasi gani? Halafu mwisho wako wewe utakuwa ghaya yako kule lengo kule mwisho kabisa, utafikia wapi? Utakuwa karibu na nani? Wallahi nakuporomosha chini. Utakuwa ardhala la ardhalina asfala safilin, duni khasis, huna maana. Lakini ukimshika mtume, wallahi kaburini na mtume, ukifufuliwa siku ya kiyama na mtume, ndio atakayewaombea watu. Tena sawa wenye madhambi madogo madogo, wale wenye midhambi mikubwa wale, lakini duniani walikuwa wa kweli. Shafaati li ahli alkabairi min ummati, ndio alivyosema kwenye riwaya Imam Ahmad, maombezi yangu ya kuombea watu mimi nitawaombea wale wenye midhambi mikubwa, ndio nitadili na wao mimi. Mtume anasema, unajua midhambi mikubwa? Mchawi, mwanga, ndio midhambi mikubwa. Kuua, kuzini, alafu yote yale kwenye midhambi mikubwa anaonyesha wewe sio mkweli. Kuchukua mke wa mtu, kuchukua mume wa mtu, yote midhambi mikubwa yote. Kuwatukana waumini wanawake maskini, wanawake wenyewe wamejizuka na toa ya Mungu, wanawake kazi yao kumwabudu Mungu, wanawake kazi yao kumtii Mungu, wewe unaenda kuwatukana, unawafanya mpaka wanatoka kwenye ukoli, unaoingiza katika uhasharati. Huoni watu wanadanganywa kwenye masimu hayo? Mtu anaangalia kwenye simu, anaangalia, kwa nini na mimi nisiwe kama huyu? Kwa nini na mimi nisiwe kama huyu? Ule kama mtu hana ukweli ndani ya nafsi yake, ndani ya moyo wake, na yeye ataona bora na mimi niwe kama huyu tu. Ushamba bana. Wa nini mambo haya nini bana, akishamba akijinga. Amesema nani? Wewe mpaka utolewe bikira mpaka uingie kwenye ndoa, mambo haya yamekuja wapi? Ndio lofa. Eti bikira yangu utolewe mpaka niingie ndani ya ndoa, ndio utolewe bikira. Hapana. Wewe hujui wewe. Ndio mashrab, hujui kama wewe ndio unatengeneza mandhari yako na masdari yako na asili yako.
Ukijihifadhi na ukaingia katika ndoa uko umehifadhika, na hata Mwenyezi Mungu anatengeneza kizazi chako dhurriyatan tayyibatan mubaraka, kwa sababu ya kujihifadhi na kujistiri. Lakini kwa sababu sio ukweli, fulani kasema na wewe utatembea barabarani uchi, na wewe utatembea barabarani ukiwa huna taadhima, utatembea barabarani na wewe utataka uoneshe mikono yako, mapaja yako, utataka uoneshe, utavaa baibui zuri, nyuma huku linaonekana limestiri, lakini mtu akiangalia mbele kule, subhanal malikil quddus, mpasuko pa. Ukiangalia kulia utasema bwana niangalie kushoto, ukiangalia kushoto utasema bwana niangalie nyuma, ukiangalia nyuma utasema bwana niangalie mbele. Ukweli, dumu na imani yako, wallahi dumu na imani yako, asikutekeleze mtu, asikusumbue mtu. Mungu ni Mungu, Muhammad ni Muhammad, bas. Imani yako dumu nayo, mimi nipo hivi bas. Ukionekana mshamba lakini kwa ajili ya unampenda Mungu na unafuata masharti na matakwa na matekelezo ya Mungu, onekana mshamba, sio pana Mungu na mtume. Ukisema mimi mjanja nini? Ujanja wangu mimi hapa mjini uwezi ukaishi bila mambo ya rushwa, bila mambo ya posho. Laana Allahu ar-rashi wal murtashi. Riwaya nyingine ar-rashi wal murtashi fi an-nar. Riwaya nyingine ar-rashi wal murtashi war-raishi. Anayetoa rushwa na anayepokea rushwa, na yule anayeingiza kati, yule anayetembea kati ya hawa wale kwa katikati, yule dalali yule, naye vile vile, wote Mungu amewalani. Mungu amewalani. Utaona vitu vidogo, lakini ndio unatoka katika ukweli. Tunamjua Handhala ibn Rabi'. Ukimsoma Handhala katika tarikh, ni sahaba mmoja tu aliyeoshwa na malaika, ni Handhala. Kaoshwa na malaika, sio Abubakari wala Umar. Handhala ndio aliyeoshwa na malaika mmoja tu basi, na hata tokea mwingine. Hata kama leo akitokea mwingine na imani yake na uchamungu wake, tukasema tumemwona malaika wanamuosha, tunasema hata tutakuosha tena mara ya pili. Sheria inasema tutakuosha tena mara ya pili, lazima tukuosha hata kama malaika watakuosha. Nafasi hii yake peke yake Handhala, unajua alifanya nini? Alikuwa mkweli. Riwaya inasema Imam al-Baihaqi, kana fawqa mraatihi, alikuwa anafanya tendo la ndoa na mkewe, yupo katika kufanya lile tendo la ndoa, tupo darasani. Unajua ladha inayopatikana pale, unajua starehe inayopatikana pale ya halali, lakini unajua Mungu ndo ameweka tabia ya namna hiyo. Lakini aliacha ile starehe, akakimbilia wito wa Mtume Muhammad. Akasikia nida, wito, watu wote watoke wakaswali la asri sehemu fulani. Mtume kama amrisha mmoja katika maswahaba anadi. Handhala yupo juu pale pale, akatoka kwenye ile hali, kwenye lile jambo, akaacha. Sio kamaliza hamu yake, katoka kwa sababu ya wito wa Mtume. Akatoka moja kwa moja mpaka vitani. Kufika kule akauliwa, akafa. Mtume akamwambia malaika, akamwambia maswahaba, raaitul malaikata tughassiluhu salu ahlahu. Nimeona malaika wanamuosha Handhala. Ana nini mpaka anaoshwa na malaika huyo? Hajapata nafasi ya Abubakar wala Umar wala Uthman. Kuna nini? Watu wakaenda wakamuuliza mke wake, fasalu mraatahu fa akhbaratuhumul khabara. Kuna nini mpaka mumeo ameoshwa na malaika? Kambe tulikuwa tunafanya jambo fulani la ndoa la halali, na ukifanya jambo la halali la ndoa, unapofanya unapata thawabu, sio unapata dhambi. Lakini ukifanya kwa njia halali, thawabu, ukizidisha thawabu kwa thawabu. Lakini akaacha, akaitikia wito wa Mtume. Mkewe akamwambia, huyu tulikuwa tunafanya, lakini baadaye akatoka kwa sababu kasika wito wa Mtume, kaondoka haraka. Mtume akamwambia, lihadha ghassalatuhu almalaikatu. Umeona ukweli? Kwa sababu hii ya kunifata mimi Mtume Muhammad, kafata wito wa Mtume, sio kamfata Mungu pale. Sio swala ile, wala sio nini ile funga. Sikwambie wewe sio swali, usiofunga, usio hiki maamrisho ya Mungu. Huyu kafata sauti tu ya Mtume, paka ondoka ndani kimya, akatoka kimbia. Akapata bonge la ofa, bonge la donge nono, limesajiliwa katika mistari na litasoma mpaka kiyama. Malaika wamemuosha, na hakuna atakayeosha mwingine isipokuwa ni Handhala. Lakini kwa sababu ni mkweli, kumfuata Mtume ndio ukweli wenyewe. Kuishi vizuri na familia yako, ukweli katika familia yako unaishi nao vizuri. Usikubali nje ukasifiwa, usikubali bahlul.
uko nje hodari fulani fulani, ukimwambia tu bana kati ya mfukoni kakupa fulani, yule bana mimi namkutaga kwa mangi yule, mimi akiniona tu katabasamu kakanua. Lakini kwa mkeo nyumbani, mkeo akikwambia jambo mpaka aingie kwenye kabati ya search sehemu unayoweka, mpaka angalie kwenye password yako sijui, na kila siku unabadilisha password. Mara umeingia chooni mbadilisha, mara umekaa singurumu, ukisahau wewe simu, wallahi umekuwa kama mtu ambaye kama mwenye hawali ueleweki. Yani simu ukisahau utafikiri sijui umesahau mashafu msalani chooni. Jinsi unavyoogopa, kila siku password zinabadilishwa. Muda mwingine nyinyi wanaume ndio tunabadilisha hadhi za wake zetu, sio wa kweli kwenye ndoa. Na mwanamke muda mwingine anakuwa mtulivu, mtaratibu, maskini, khushu, nyenyekevu kwa mumewe, mtulivu, lakini akija akibadilika huyo utamtafuta. Katika miongoni mwa ukweli, mkeo umpe, tena mpe. Yani ukipata hata 50, hata 500, hata yani ajue mume wangu kapata. Hatujui mambo haya. Wewe ukipata ujulikane umepata, ukikosa ujulikane umekosa. Sasa uko wapi? La wala uko wapi sasa? Inabidi ukipata ajue mume wangu kapata, hii hapa chukua. Ili ukikosa anajua umekosa. Nimalizie, si Hindu alikuwa maneno mengi. Hindu mke wa Abi Sufyan alikwenda kwa Mtume Muhammad, alichomwambia alimwambiaje? Alimwambia, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahihun la yutini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Kenda kushtaki kwa Mtume Abu Sufyan. Mtume, Abu Sufyan mume wangu mchoyo hasa, katumia neno shahihu, mchoyo. Kuna vitu ananifanyia vya uchoyo, kuna pesa nikimuomba, kuna mahitaji, na kuna vingine vinajulikana, utajua mwenye. Lakini mchoyo, la yutini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya, havinitoshi, anachonipa havinitoshi mimi na watoto. Illa ma akhadhtu min malihi bighairi idhnihi, isipokuwa mpaka niingie kwenye mfuko wake wa kanzu, niingie kwenye kabati, nichukue bila ruhusa yake. Mtume nafanya kosa Mtume akamwambia, khudhi min malihi ma yakfi, chukua katika mali zake zinazokutosha. Na we mama, we dada, ukiona mumeo hakupi, ni haki yako, nenda chukua kwenye mfuko wake, kwenye kabati. Kasema maneno haya Mtume Muhammad, kasema Mtume, nenda chukua. Si unajua sio mimi, ni Mtume, si hadithi kwenye Bukhari na Muslim. Mtume akamwambia Hindu, khudhi min mali hi ma yakfiki, Allahu akbar, wa yakfi baniki, chukua katika mali zinazokutosha we Hindu, na zinatosha kwa ajili ya watoto wako. Nini ukweli? Kwa sababu kumpa mkeo ni gharama ya lazima. Kama haujampa kinachomtosha, usije wewe ukamshindilia, ukampa mitihani, ukampa vishawishi, akatoka nje ya ndoa. Ndio maana ikawa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.